Bwana Yesu asifiwe mwana wa Mungu. Napenda kumshukuru Mungu tena kwa nafasi hii ya leo ambayo Mungu ametupa, ambayo tunaweza kusimama kwa siku ya kwanza ya mfungo wa maombi na pia kuzidi kumwomba Mungu kwa ajili ya kubadilishwa akili zetu na tabia zetu ili ziweze kufanana na Kristo. Na mimi nichukue nafasi hii kukukaribisha wewe ambaye umeungana nasi kwa majira haya na nyakati hii kujifunza na kutamani kuipata hekima ya kimungu ya kukusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kichwa ambacho tutatembea katika siku hizi 5 ambazo Mungu ametupa kuwa pamoja inaenda na kichwa kisemacho mindset and behavior transformation. Mindset and behavior transformation. Nimejaribu kutafuta lugha ya Kiswahili na kumwomba Mungu anipe lugha ya Kiswahili ya kichwa hiki, lakini lugha ya Kiingereza inakuwa ina maana nzito zaidi kuliko tutakapotumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo niombe radhi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari ambao utatuongoza katika somo hili unatoka katika Warumi mstari wa 12, mlango wa 12 mstari wa pili. Warumi mlango wa 12 mstari wa pili, ambao utakwenda na kichwa kisemacho msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu, yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunatamani kubadilishwa kutoka kwenye namna ya akili zetu zilivyo. Tunatamani. Yesu asifiwe sana. Sasa kuna sifa za hivi vitu vyote. Mwili una sifa zake na roho ina sifa zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipate changamoto pale ambapo utashangaa rohoni unatamani kumtukuza Mungu, lakini mwili mambo yanayoyatenda hayampendezi Mungu. Ndio maana Biblia inatuambia hivi, tazama mwili na roho vinashindana, hata hatuwezi kukifanya kile ambacho mnakitaka. Roho inatamani kufanya mapenzi ya Mungu, lakini kuna mwili ambao unafatisha namna na njia za kiulimwengu ambazo hazimpendezi Mungu. Sasa usishangae sana. Ni nini ambacho kitakusaidia kuongoza mwili uweze kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu? Ni kitu kinaitwa nafsi. Katika nafsi ndipo inapatikana kitu kinaitwa akili, hisia. Akili na hisia. Bwana Yesu asifiwe. Katika nafsi ndipo inapopatikana kitu kinaitwa akili na hisia. Sasa kazi ya akili ni kufanya maamuzi na kufanya tafakuri ambazo ni sahihi na kufanya na kuwaza sawasawa na mapenzi ya Mungu. Lakini kazi ya hisia ni kuongoza maamuzi ambayo yanatokeza ndani ya mwili. Yaani kwa lugha nyingine naweza nikasema hisia zile ambazo unazo inaongozwa ndani ya nafsi, zipo ndani ya nafsi, na akili ambayo unayo zote zipo ndani ya nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafsi ndio inayoongoza mwili. Nafsi ndio inayoongoza mwili. Nafsi haiwezi ikaongoza roho, bali nafsi inaongoza mwili, kwa sababu nafsi yeye imetoka kwa Mungu na roho pia imetoka kwa Mungu, lakini mwili umetoka hapa duniani kwenye mavumbi. Na ndio maana Biblia inasema kabisa wazi, mavumbi, umezaliwa kwa mavumbi na mavumbini utarudi. Hii ina maana gani? Nafsi ni ya Mungu na roho pia ni ya Mungu, lakini swala la mwili kwenda mbinguni hapana. Kwa sababu gani?
mwili ni wa mavumbi, ni wa hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pasina kufata na kuenenda na kutambua namna ya kuilinda akili yako, kutambua namna ya kutunza akili yako, hutaweza kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Si kwa sababu hupendi kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, ni kwa sababu mwili unataka kufanya yaliyo ya mapenzi yake na roho inataka kufanya yaliyo ya mapenzi yake. Sasa ni nini kitawezesha hivi vitu kufanya kazi kwa pamoja? Ili hivi vitu viweze kufanya kazi kwa pamoja, mwili viweze kuwasiliana na roho, inahitajika ipatikane kitu kinaitwa nafsi. Naye Mungu anajua vyema sana. Mungu anajua vyema sana. Anajua fika kabisa nafsi ndio inayoongoza mwili. Pasina kuwa na nafsi, hautaweza kufanya yaliyo mapenzi ya kimungu. Pasina kuwa na nafsi, mwili hautaweza kutembea katika yale mapenzi ya kimungu. Na kutokana alijua hivyo, ilibidi awekeze katika akili ya mwanadamu kuweka vitu vyake. Ndio maana anasema hivi, ndani yako lijae neno. Neno linajaa wapi? Linajaa moyoni. Na moyoni ipo nini? Moyoni kuna akili. Moyoni anaongelea nafsi, yani neno la Mungu lijae ndani ya nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya nafsi zenu ndipo utakapopata akili. Kule katika akili unatafakari neno la Mungu ili awekeze. Na vivyo hivyo naye shetani anajua fika kabisa, akili ya huyu mtu ndiyo itakayonisaidia mimi kuupata mwili wake, naye akawekeza katika kuhakikisha anaharibu akili ya mwanadamu, anaharibu makusudi ya kimungu ambayo yamewekwa ndani ya akili ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi unaweza ukaokoka lakini akili yako isiokoke. Bwana Yesu asifiwe. Na kama akili haijaokoka, uwe na uhakika pia na mwili wako hautaweza kuokoka. Unaweza ukampokea Yesu vizuri, lakini usiziamini kazi za Yesu. Unaweza ukampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, lakini akili yako isiende sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kukutana na watu ambao wanamwamini Yesu na wameokoka, lakini inapofika swala la uchumi, inapofika swala la biashara, inapofika swala ni la kazi, sio watu wote watamuhusisha Yesu kwenye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mtu anamwamini Yesu Kristo na saa ametenda dhambi, anarudi mbele za Mungu na anatubu na anaomba kwa hisia na anaomba katika utayari ule mkuu ili Mungu amsamehe, lakini inapofika swala ni la biashara, Mungu anamweka pembeni. Si anamweka Mungu pembeni kwamba ajui ni nini Mungu hajui Mungu ni nini anafanya, ni akili imekataa. Na kama akili imekataa, na mwili nao hautaweza kufanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akusaidie sana kuelewa hapa hivi na akuwezeshe sana. Na ninatamani niongee taratibu sana. Kama una swali ambalo limekutatiza, na kuomba uandike hapo kwenye komenti kwa chini, ili itakapofika mwisho tutapata nafasi ya kujadili. Tutakuwa na dakika kadhaa za kujadili swali ambalo limejitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kujua namna ya kutoka katika eneo hili, tunahitaji kujua namna akili zetu zinavyofanya kazi. Na ndio maana Biblia inatuambia vema, msifuatishe tena mfano wa ulimwengu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwenye Biblia ya Kiingereza ameandika mfanywe upya, renew your mind. Mind nini? Akili. Akili ndio ina uwezo wa kukuambia ni nini ufanye na nini usifanye. Akili ndio inayokuambia uinue mkono
au usiinue mkono. Akili ndio inayokuambia uzungumze au usizungumze. Sasa usijisikie vibaya pale ambapo akili yako haifanyi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna namna ambayo unatakiwa ujue namna ya kutoka kwenye hicho kifungo. Kuna namna ambayo unatakiwa ufahamu jinsi ya kutoka kwenye hiki kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu alilijua kabisa ili niweze kuongoza huu mwili wa mwanadamu, ili niweze kumsaidia huyu mwanadamu kufanya mapenzi yangu, inahitajika nimwekee kitu kinaitwa akili. Pasina kuwa na akili, hatoweza kufanya yaliyo mapenzi yangu. Pasina kuwa na akili, hatoweza kutembea katika mapenzi yangu. Pasina kuwa na akili, hatoweza kutembea na kutenda sawasawa na mimi Mungu ninavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunahitaji sana kumuelewa jinsi Mungu anavyopanga kwa ajili yetu, jinsi Mungu anavyowaza kwa ajili yetu, jinsi Mungu anavyofikiri kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kutoka kwenye ili wimbi la kufungwa kiakili. Biblia inapotuambia msifuatishe, ina maana gani? Kuna namna ambako mwanzo tulikuwa tukiishi. Biblia inaposema msifuatishe, ina maana kuna namna ambako tulikuwa tukitembea. Sasa inakuja kukukanya na kuambia usifuatishe, ina maana gani? Kuna namna imeona haupaswi kuenenda hivyo. Kuna namna imeona haupaswi kutenda hivyo. Kuna namna imeona usifanye hivi, wewe sio wa hivyo. Wewe ulitakiwa utembee katika njia hii. Wewe ulitakiwa utembee katika mwenendo huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anarudi anakuambia usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Anakuambia usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Tena msifuatishe. Ina maana akili ambayo unayo sasa hivi, Bwana Yesu asifiwe. Akili ambayo unayo sasa hivi, akili ambayo unayo sasa hivi inategemeana sana na chanzo kutoka kwa Mungu, kwamba kuna akili tayari Mungu aliiweka mwanzo. Sasa anapokuweka kwenye ulimwengu ambao haufanyi na kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, haufanyi kutenda sawasawa na makusudi ya Mungu, ndio maana Mungu anakuambia nimekuweka ndio kwenye ulimwengu ambao umeharibika, lakini nini ambacho nataka ukifanye? Nataka usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Ina maana gani? Nimekuweka katika hiyo kazi ambayo umeniomba. Ndiyo kuna madhaifu, ndiyo kuna maharibifu, ndiyo kuna machafuko, lakini usifuatishe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usifuatishe. Ina maana kama anajua kabisa anapokuweka ni paharibifu, alafu anakuambia usifuatishe, ina maana anakutaka akili yako ibaki kama ile ile aliyokupa yeye. Akili yako ibaki kumtazama yule yule Mungu ambaye amesema nawe mwanzo, kufuata yale yale mapenzi ambayo Mungu amekuagizia kutoka mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nikuoneshe mifano ya jinsi ya akili ya kimungu ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda katika kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, Mungu alipotuumba aliwekeza akili yake ndani yetu. Mungu aliponifanya mimi na akakufanya na wewe pia, aliwekeza akili ndani yetu. Na hizo akili zilikuwa ni kwa malengo ya kufanya mapenzi ya Mungu pekee. Ukisoma katika Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28. Ukisoma katika Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28.
Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi kidogo kwa kukatisha na tuendelee. Ukitazama katika Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 28 nao unasema hivi. Mungu mlango wa 26, naomba nisome mlango wa 26. Mungu anasema, kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hii ina maana gani? Akili ambayo mimi Mungu ninayo ndio akili ambayo natamani niiweke kwa huyu mtu ambaye ninamtengeneza. Akili ambayo, mawazo ambayo mimi Mungu ninayo yawe juu ya huyu mtu ambaye ninamuumba. Na ndio maana nasema hivi, mawazo yangu ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi tumaini. Ina maana gani? Mungu alitegemea kutuona sisi wanadamu tuna mawazo kama ya kwake, tuna matumaini kama ya kwake, tuna mitazamo kama ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana narudi akisema kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, na kwa sura yetu na kwa mfano wetu, kwamba akili ambayo nitakuwa nayo, mawazo ambayo nitakuwa nayo yatampendeza Mungu. Fikra ambayo nitakuwa nayo, njia ambazo nitakuwa nazo, na huyu mtu ndizo atakazokuwa nazo. Na ndio maana tunarudi sasa, tunapojaribu kulinganisha na huu mstari wa Warumi mlango wa 12 mstari wa 2, unasema msifuatishe tena. Ina maana kama ninakuumba kwa sura yangu na kwa mfano wangu, ina maana nategemea nitakapokuweka katika ulimwengu, usifuatishe utakayoyakuta ulimwenguni, bali ufate mfano wangu na sura yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo hapo Mungu alipoanzia kuwekeza katika akili, kwamba anapokuumba, cha kwanza anawekeza nini? Anawekeza katika akili yako, kuweka maagizo yake, kuweka mapenzi yake. Kwa anapokuambia usifuatishe, anajua kabisa anapokupeleka kuna hatari, lakini usitazame hatari, wewe fuata kile kitu ambacho Mungu amesema. Ni yamkini unaanzisha biashara, alafu hiyo biashara inafeli, usifuatishe jinsi biashara inavyoenda. Fuatisha kile kitu ambacho Mungu amekuambia. Anasema akamuumba kwa sura, tumuumbe mtu kwa sura yangu na kwa mfano, kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana gani? Hii anatamani kuona akili yako, mawazo yako, nia yako, matafakari yako, kila kitu kinafanana na Mungu. Usitazame ulimwengu unavyosema, vyote vifanane na Mungu. Naye shetani alipojua kabisa kwamba Mungu amewekeza hapo, alipojua Mungu amewekeza hapo, naye alitaka kuwekeza hapo hapo kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alipoona kwamba Mungu ameuona uthamani wa akili ya mwanadamu katika kutenda mapenzi ya Mungu, katika kutembea katika mapenzi ya Mungu, naye akafanya maamuzi ya kuwekeza hapo hapo kwenye hiyo akili, kuweka mipango yake na uharibifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alilijua hilo vyema sana, na ndio maana hakusubiri Mungu amalize uwekezaji wake wote. Hakusubiri Mungu azidi kusema na Adam sana. Hapo hapo naye aliingiza makusudi yake, alianza kuingiza mapenzi yake, alianza kuingiza mitazamo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani amefanya hivyo shetani? Kwa sababu ameuona umuhimu wa akili ya mwanadamu. Ameona uzito na umuhimu wa akili ya mwanadamu. Tutazame mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza ambapo shetani alikuja na kuwekeza mapenzi yake ni Mwanzo mlango wa 3 mstari wa Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe kumradhi.
Yesu asifiwe sana. Sasa ukitazama mlango wa 3 mstari wa kwanza utapata kumuona nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Basi nyoka akamwambia huyu mwanamke ati Mungu alisema msile matunda ya mti wowote wa bustani? Mwanamke akamjibu huyo nyoka, twaweza kula, lakini Mungu alisema msile matunda ya mti ulio katikati ya bustani, wala msigeuze. Nyoka akamwambia mwanamke, hamtakufa. Mungu alijua hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Pindi shetani alipoona kwamba Mungu amewekeza katika akili ya mwanadamu, naye ndipo hapo hapo alipoingia na kutamani kuharibu ule mpa Mungu, kuvuruga yale makusudi ya Mungu, kuharibu lile kusudio la Mungu la kumuumba mwanadamu na kuja. Je, ni Mungu alimwambia msifanye na hiki na hiki, msile matunda? Mungu alisema hivyo kwa sababu anajua kwamba mkila matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Sasa tazama jinsi shetani alivyomdanganya hapa adui, alipomdanganya Eva. Mungu alipomuumba Adam na Eva katika mlango wa kwanza mstari wa 26, kama Mungu alikuwa roho, ina maana na Adamu ni mfano wa Mungu, naye aliumbwa kama nani? Kama roho. Bwana Yesu asifiwe. Kama akiwa na utashi. Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi. Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi kwa swala la mtandao ambalo unatusumbua. Tutaendelea. Sasa shetani alijua kabisa wazi kwamba Mungu amewekeza sura yake na mfano wake juu ya Eva na Adam. Lakini alipokutana na Eva akamdanganya na kumwambia kwamba Mungu alijua kwamba mkila mtafanana naye. Ni lengo la shetani kuanza hivi ni nini? Alianza hivi ili aiharibu kwanza akili ya Eva. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza hivi ili aharibu akili ya Eva. Tutazame kwa mfano huu. Shetani alijua kabisa akianza kumwambia Eva kwamba tunda hili linafaa kwa chakula, Eva asingekubali. Kwa sababu gani? Tayari alikuwa ana akili kwamba tunda hili Mungu amekataza, lakini akamwanzia kwanza kuiharibu akili, kumtolea lile wazo kwamba wewe ni sura na mfano wa Mungu, kumuondolea kwamba Mungu alipokuumba wewe alikuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Alikuwa anaanza kukizima hicho kitu, akisha kizima ndipo alete uharibifu. Alikuwa anapanda nini? Alikuwa anaharibu kwanza akili. Vita iliyokuja ilikuja kwanza kwenye akili ya fikra zake na mawazo ya vita iliyokuja kwanza ilikuwa ni kuharibu akili yake na fikra yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anamwambia shetani anamwambia Eva kwamba mkila tunda hili, Mungu alijua kwamba mkila matunda haya mtakuwa kama yeye. Alikuwa analenga nini? Aingize tamaa ya kuwa kama Mungu, aingize tamaa ndani ya Eva ya kutamani kuwa kama nani? Kuwa kama Mungu. Alafu ile tamaa na ule uharibifu utakapoingia, ndipo utakapoenda kuharibu sheria ambayo Mungu ameiweka, mapenzi ambayo Mungu ameyaweka, makusudi ambayo Mungu ameyapanga juu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwanzo Mungu alipowekeza ndani ya Eva, aliwekeza akili kubwa, akili na sheria zake zote aliziwekeza ndani ya akili zake. Na ndio maana shetani alipojaribu kumwanzishia story na kumwambia kwamba Mungu alijua kwamba mkila, alimwanzia kumwambia Mungu alisema kwamba msile matunda ya miti yote. Sasa tazama alimwanzia kumwambia kwamba Mungu alisema msile matunda ya miti yote. Ina maana gani? Yeye alianza hivyo, alafu Eva akaicorrect.
Ina maana gani? Kuna akili tayari alikuwa nayo. Sasa hiyo akili ambayo Mungu ameiweka mwanzo, Shetani alitaka kuivuruga. Alitaka kujua, je, Mungu kweli aliwekeza ndani yake? Alianzia wapi? Kwa kumuuliza, je, Mungu alisema msile matunda ya bustani yote? Eva akamwambia hapana, alisema tule matunda ya bustani yote isipokuwa ya mti wa katikati. Ina maana kuna akili na fikra ambazo Mungu tayari alishaziingiza kwa Eva. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Shetani alipokuja akamwanzia katika lengo la kutaka kuleta uharibifu. Alafu akamwambia, Mungu alipojua mkila hivi mtakuwa kama yeye, mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo alianza kuiharibu ile akili ya kwamba Eva aache kujifikiria kama yeye ni mwanadamu, aanze kufikiri kwamba laiti yeye sasa ndo akiwa Mungu. Means what? Alikuwa anaharibu akili, alikuwa anaharibu fikra, alikuwa anaharibu malengo ya kiungu yaliyopo ndani ya Eva. Alikuwa anaharibu uwekezaji wa Mungu uliopo ndani ya Eva. Bwana Yesu asifiwe. Shetani asingeweza kuanza kumwambia, je, wauona mti huu ni mzuri na unafaa kwa chakula? Asingeweza kuanza kumwambia hivyo. Kwa sababu gani? Tayari Eva alikuwa anaijua sheria kwamba tusile matunda ya mti huu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoanza kuiharibu akili ya Eva kwa kumwambia ukila matunda ya mti huu utakuwa kama Mungu, ndipo uharibifu ulipoanzia. Baada ya Eva kufikiri na akili yake kuharibika na kuanza kutamani kuwa kama Mungu, ndipo uovu ukaingia. Biblia inatuambia hivi, akaliona ule mti, akaona lile tunda linafaa kwa chakula. Ina maana kabla Shetani hajasema naye, lile tunda lilikuwa halifai kwa chakula. Ila baada ya kugusiwa na kuharibiwa akili na kutamanishwa kuwa kama Mungu, ndipo akili ilipoharibika na kuanza kutamani hata kuona ule mti unafaa kwa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Shetani pia naye alijua kabisa mtu huyu anazijua sheria za Mungu. Mtu huyu kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yake. Mtu huyu kuna vitu ambavyo Mungu amepanda ndani yake. Ni nini natakiwa kufanya hapa? Nachotakiwa kukifanya kwanza ni haribu ule uwekezaji na akili ya Mungu na mawazo ya kimungu na mapenzi ya kimungu, ndipo nije nipande makusudi yangu, ndipo nipande uharibifu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla kazi yako haijaharibika, Shetani kwanza anakuletea maharibifu katika akili. Shetani kwanza anakuletea masumbuko katika fikra zako. Lengo nini? Lengo ni kuua mawazo na akili na makusudi ambayo Mungu alikuwa nayo kutokea hapo awali. Akishaweza kuharibu hivyo vyote, ndipo sasa anakuja kuharibu makusudi na mipango ambayo Mungu anayo dhidi yako. Shetani hatakuja kuharibu mipango ya kimungu kama aliharibu kwanza akili yako. Na alifanikiwa kwa Eva. Shetani alifanikiwa kumsahaulisha Eva kwamba Mungu alikuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Alimsahaulisha hilo na akaiharibu hiyo. Shetani alipomwambia kwamba mtakuwa kama yeye, ina maana alikuwa anaharibu ule mpango ambao Mungu alikuwa ameumba nao kwa kuwaumba hao watu kwa sura yake na kwa mfano wake, na kuingiza kitu ambacho sicho, kuingiza wazo ambalo silo, kwa sababu swala la kuwa kama Mungu halikuwahi kuwa kwenye mawazo ya Eva, ila Shetani aliliingiza ili kuiharibu akili ipate masumbuko, akili ipate maharibifu, akili ipate mahangaiko. Akili ianze kufikiri, kwani nikila nitakuwaje? Akili ianze kufikiri, kwa nini nisile? Kwa nini Mungu alizuia hili? Shetani alianzia wapi? Shetani alianzia kwenye uharibifu
wa akili. Shetani alianzia wapi? Shetani alianzia kuingiza makusudi na tamaa ambazo sizo sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alifanikiwa kumpata, maana baada ya kuingiza hayo matamanio ya kuwa kama Mungu, ndipo Biblia inakuja kutuambia naye akauona mti ule wafaa kwa chakula. Ina maana sasa swala la uharibifu mpaka kufikia kitendo cha kuasi lilianzia wapi? Lilianzia kwenye swala la kupewa chakula, kupewa neno ambalo liliharibu akili, kupewa neno ambalo lilivuruga akili yake na kutamani. Ile tamaa ikapelekea kutamani kula kile chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani hakuweza kwenda kuanza kwa Eva, hakuweza kwenda kuanza kwa Adam. Kwa nini hakuanza kwa Adam? Kwa sababu Adam alikuwa anayo maagizo kamili, ila Eva amepewa maagizo juu. Amepewa tu maagizo na Adam kwamba Mungu alisema tusile hivi, ila aliyepewa maagizo ya bustani alikuwa ni Adam. Kwa hiyo Adam alikuwa ana akili yote, alikuwa na uelewa mpana kwa nini Mungu anasema hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa yamkini alikuwa anaelewa au alikuwa haelewi, ila yeye ndiye aliyepokea maagizo, yeye ndiye aliyepokea mapenzi ambayo Mungu alikuwa anayataka. Lakini Eva yeye aliekewa tu juu, alipewa, yamkini labda aliambiwa na Adam. Maana Biblia ituoneshi kwamba Mungu alirudia kutoa maagizo kwa kipindi cha Eva kuja. Na maana maagizo yale aliyoyatoa wakati wa Adam ndiyo yaliyoendelea mpaka kwa Eva. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuharibu akili ya Eva, ikawa rahisi yeye kwenda kumharibu akili Adam. Unasema unajuaje kwamba ilikuwa rahisi kumharibu Adam? Soma Biblia yako. Adamu alipoletewa Eva akasema, huyu ni mwili, ni nyama katika nyama yangu, ni mifupa katika mifupa yangu, ni mwili wangu, naye ataitwa Hawa. Ina maana kama Eva ameharibika na ni mwili wa Adam, ni nyama ya Adam, ni mifupa ya Adam, ina maana pia na akili pia walikuwa wanazishare. Na ndio maana wote walionyesha saini moja ya kunungunika na kutupiana lawama. Bwana Yesu asifiwe. Ya kunungunika na kutupiana manunguniko na lawama. Kwa nini unatupiana manunguniko na lawama? Kwa sababu wote walikuwa na akili aina moja. Mungu akusaidie kukiona hiki. Mungu akuwezeshe sana kukiona hiki. Shetani alianza kuvuruga akili ya Eva, ndipo akaleta uharibifu. Na yeye Mungu alipotaka mapenzi yake ya mwanadamu kutawala duniani, alianza kwanza kuwekeza kwenye akili, ndipo akampa mahali pa kwenda kufanya kazi. Halafu akaja akampa neno la wala msifuate namna ya dunia hii. Tazama, Mungu aliposema na Adam, wakati Adamu amejificha, Mungu akamuuliza, je, ni nani aliyekuambia kwamba upo uchi? Kwa sababu kama anauliza ni nani aliyekuambia kwamba upo uchi, ina maana alikuwa anajua fika. Mimi siwezi nikamwambia Adam kwamba upo uchi. Bwana Yesu asifiwe. Ila kuna mwingine ambaye atakuwa amemwambia Adam kwamba upo uchi. Na anajua kabisa Eva hajui kama Adam yupo uchi, wala Adam hajui kama Eva yupo uchi. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa anajua kwamba hawa watu hawa wapo uchi ni Mungu pekee, naye Mungu akamwambia hivyo. Je, ni nani aliyemwambia? Ina maana tayari kuna uharibifu umeshaingia kwenye akili, na ndio maana akajua kabisa huu uharibifu umesababishwa na uasi, na uasi huu una chanzo. Ndio maana alipoenda kumuuliza, walikuwa wakitupiana, ni mwanamke uliyenipa, ni huyu nyoka alinidanganya. Tazama, alipofika kwa nyoka hakumuuliza nyoka
Kwa nini umefanya hivi? Alipofika kwa nyoka, moja kwa moja alitoa adhabu. Ina maana alikuwa anajua nini? Alikuwa anajua kabisa huyu alikuwa anajua watu hawa wamepewa maagizo haya, na huyu ndiye aliyewaharibu akili. Kwa hiyo hawa makosa yao yamesababishwa na huyu kuharibu akili. Na ndio maana alipofika kwa nyoka hakwenda kuuliza tena ni nani aliyekuuli, ni ulikuwaje, na nyoka naye hakujitetea. Na Mungu alipofika kumuuliza tena, alipofika tu alitoa adhabu. Kwa nini alitoa adhabu? Kwa sababu alikuwa na uhakika na huyu ndo aliharibu akili zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na uharibifu wa akili ndio unaosababisha uasi. Watu wengi tunaanza kufanya mambo ya uasi baada ya uharibifu kutokea. Akili yako inavurugika, ndipo pale ambapo unafanya maamuzi ambayo hata hayampendezi Mungu. Akili yako inapovurugika, ndipo pale ambapo unafanya mambo ambayo we mwenyewe ukija kutulia unakuja kumshangaa Mungu. Haujawahi kujiuliza kwa nini unafanya maamuzi mpaka inafika mahali unajishangaa kwa nini umefanya hivyo? Hii ina maana gani? Akili. Shetani akitaka utende jambo la ovyo, kwanza atahakikisha akili yako imeharibika. Anaivuruga fikra, maamuzi yako usiweze kufanya maamuzi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazame mfano wa pili. Mfano wa pili ni Yesu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 4 mstari kuanzia wa kwanza, Biblia inaongea vyema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa kwanza. Kisha Roho alimuongoza Yesu mpaka jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, na mwishowe akaona njaa. Basi mshawishi akamjia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunatazama Yesu alipokuwa katika majaribu yake, na shetani alipofika kwa Yesu, lengo la kwanza kumjaribu, mbali pa kwanza alipoanza kujaribu kuvuruga, alikuwa anataka avuruge akili yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anataka kuanza na kuvuruga akili na kumwambia hivi, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Ina maana gani? Kama kweli unajiamini wewe ni mwana wa Mungu, kama kweli una uhakika wewe ni mwana wa Mungu, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza hili. Hii anatuonesha nini? Alikuwa anaanza kutaka kuvuruga kwanza akili ya Yesu. Yesu aingize wazo, yamkini mimi si mwana wa Mungu, yamkini hawanijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukasema kwamba hilo alikuwa jaribu alijawa jaribu kabla halijawa jaribu, mpaka kinafanyika kuwa jaribu. Inaonekana ni kwamba hiki ni kitu ambacho kilikuwa kikimsumbua Yesu. Swala la je, mimi kweli ni mwana wa Mungu? Mimi kweli ni mwana wa Mungu? Mimi kweli ni mwana wa Mungu? Yamkini kilikuwa kinamsumbua, hana uhakika, na akili yake ilikuwa ikisumbuka, mpaka Mungu analifanya liwe jaribu, mpaka shetani anapata mlango kusema huyu nimjaribie hapa, nitampata. Ina maana alikuwa anajua kabisa huyu mtu hajiamini kama yeye ni mwana wa Mungu, kwa ngoja niende. Ila akamkuta Yesu yupo imara. Lengo lilikuwa nini? Alikuwa anataka kuvuruga akili ya Yesu. Alikuwa anataka kuleta uharibifu, Yesu asijiamini, Yesu awe na mawazo tofauti na yale ambayo anayo, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na Yesu alikuwa anajua njia yake, na alijua mlango ambao anapitia, na alijua makusudi ambayo anayo Ibilisi.
Na ndio maana aliporudi tu kwa shetani akamwambia, imeandikwa mwanadamu hatuishi kwa mkate. Kwamba nini? Mimi najiamini, kwa hiyo sina haja ya kukuthibitishia kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Nitakachokuthibitishia tu, imeandikwa mwanadamu hatuishi kwa mkate. Mimi sitegemei mkate, mimi sitegemei mkate. Mimi nachokitegemea nini? Nategemea neno la Mungu, na Mungu ameshasema mimi ni mwanaye. Hiyo inatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alikuwa anachokilenga, alikuwa analenga kwamba avuruge akili ya Mungu. Alikuwa anataka avuruge akili ambayo Yesu alikuwa nayo mwanzo. Alikuwa anataka avuruge mawazo ambayo Yesu alikuwa nayo ndani yake. Akiweza kuvuruga yale mawazo, ndipo aingize njia ambazo anazitaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana limefanywa jaribu la kwanza. Ina maana gani? Hili lilikuwa ni lango kuu la kupima kama Yesu kweli anajua mimi ni mwana wa Mungu. Alikupima kama, je, Yesu ana uhakika, anajijua alipotoka? Ndio maana ikafanyika jaribu. Jaribu halijawahi kuwa jaribu kabla halijawa jaribu. Hili liwe jaribu, lazima lipimwe, lijulikane kabisa hili linasumbua, hili linasumbua. Mwalimu mpaka analeta maswali, ina maana amechunguza na kugundua kabisa hawa watoto sehemu fulani ya somo langu wanasumbua, somo fulani ya somo hawajaelewa vizuri. Kwa hiyo analileta, je, wameelewa? Anawaletea swali sasa ili kuwathibitishia kama kweli wameelewa. Basi ngoja niwaone. Sasa naye Mungu aliliruhusu hili, na shetani naye alitumika kumjaribu ili kumpima Yesu. Je, ameelewa kwamba yeye ni mwana wa Mungu? Ameelewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kupima kama, je, ni kweli Mungu huyu Yesu ambaye umemtuma anajijua yeye ni mwanao? Na Yesu alikuwa akilini mwake, alijua njia za Ibilisi. Yamkini labda alisoma habari za Adamu akugundua kabisa Eva naye akili yake ilivurugwa sehemu hii. Ndio maana akamwambia, imeandikwa mwanadamu hatuishi kwa mkate. Sasa tazama, hayo ni majibu ambayo hata hayana uhusiano. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, Yesu ilibidi amjibu, ndiyo mimi ni mwana wa Mungu, lakini akamjibu, imeandikwa mwanadamu hatuishi kwa mkate. Ina maana gani? Alikuwa analipuuza lile neno la kwanza kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Hilo hapana, achana nalo, twende kwenye hili hapa hivi, geuza hili juu ile mkate. Naye akamwambia, hilo la kwanza la swala la mwana wa Mungu, najijua mimi ni mwana wa Mungu, twende hapa kwenye mkate. Imeandikwa mimi sitaishi kwa mkate, imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate. Ina maana gani? Alilipuuza swali la kwanza lile, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Alilipuuza hilo swali. Kwa sababu gani? Alikuwa anajijua vizuri. Na shetani alitaka kuleta uharibifu na masumbuko katika akili ili Yesu apate mawazo mbalimbali, apate mawazo ambayo yangemdistract, yamkini labda yangemtolea kwenye kujiamini kwake, yamkini labda yangepunguza ujasiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alikuwa amesimama still. Kwa nini amesimama still? Kwa sababu alijijua kabisa, hii ninalolipitia, haya ninayokutana nayo, haya ambayo nipo hapa, mimi ni mwana wa Mungu na kuna jambo ambalo Mungu ananitaka nilifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tazama uwekezaji ambao Mungu anauweka katika akili na fikra za mwanadamu. Alafu tazama pia na uwekezaji ambao shetani anauweka katika fikra za mwanadamu. Ukiutazama uwekezaji utagundua ni uwekezaji mkubwa sana. Sasa kama ni uwekezaji mkubwa sana, inakupasa na wewe mwana wa Mungu kuhakikisha akili yako na mawazo yako yanafanana na mapenzi ya Mungu. Unafanya juu chini kuhakikisha unalinda mawazo ambayo unayo, unalinda makusudi ambayo unayo, unalinda mawazo ambayo unayo, unalinda
kile kitu ambacho kinaingia ndani ya akili zako kifanane sawasawa na mapenzi ya Mungu. Unahakikisha yanafanana exactly na mapenzi ya Mungu, yanafanana kabisa na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yanafanana kabisa na vile ambavyo Mungu anataka. Mungu anakutaka uenende hivi, hakikisha mapenzi ya Mungu. Mawazo yako na mapenzi ya kimungu yanafanana. Hakikisha ni nini, linda nini kinaingia katika akili yako. Usiruhusu shetani aingize doubt kwenye akili yako. Usiingize kitu kinaitwa doubt kiingie katika akili yako. Usiruhusu mawazo ambayo sio mapenzi ya Mungu yaingie katika akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Usipoweza kulinda akili yako na maharibifu yataingia. Na ndio maana kila watu wanasema usifanye maamuzi wakati una furaha sana, na usifanye maamuzi wakati una hasira sana. Kwa sababu gani? Utakapofanya hivyo utashindwa kuwa katika utulivu wa kiakili wa kufanya maamuzi sana makusudi ya Mungu. Akili inapokuwa katika distraction, ni ngumu sana kufata na kuenenda sawa sana na mapenzi ya Mungu. Hivyo unahitaji sana kumtazama Mungu ili uelewe ni nini Mungu anakisema. Linda sana akili. Leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mindset and behavior transformation, natamani uone uzito ambao Mungu ameweka katika akili. Natamani uone uzito ambao Mungu amewekeza katika akili ya mwanadamu. Natamani uone uzito ambao Mungu anausema katika akili ya mwanadamu. Makusudi na malengo ambayo Mungu anatamani mwanadamu awe nayo. Na uwekezaji ambao Mungu amewekeza katika akili ya mwanadamu, ili uweze kupata kutambua jinsi gani ya wewe ya kulinda akili zako, jinsi gani ya wewe ya kutembea na kuprotect akili yako isimame katika makusudi yale ambayo Mungu anayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifuatishe namna ya ulimwengu huu. Tazama kile kitu ambacho Mungu amesema nawe. Haiwezekani uanze biashara. Wakati unaanza biashara una ujasiri. Baada ya kuanza biashara unakata tamaa. Ni kitu gani ambacho kimekukatisha tamaa? Haiwezekani wakati upo nyumbani haupo shuleni unatamani sana kuanza shule. Baada ya kuanza shule unakata tamaa. Kwamba kuna namna ambako umefuata namna ya ulimwengu. Sasa Biblia inatuambia usifuatishe namna ya ulimwengu, usifuatishe namna ya ulimwengu, bali mfanywe upya kwa kugeuzwa, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kutoka katika ile eneo. Tunahitaji sana kupata transformation ya behavior na mawazo ambayo tunayo. Tunatamani sana kupata kugeuzwa na kuenenda sasa na mapenzi ya Mungu. Tabia ambazo tunazo, mawazo ambayo tunayo, fikra ambazo tunazo zifanane sawa sawa na neno la Mungu. Kile kitu ambacho Mungu amekisema, yale makusudi ambayo Mungu ameandika, makusudi ambayo Mungu anategemea kuyaona, yawe juu yako na Mungu akuwezeshe sana. Nami nikutakie tena na nikukaribishe tena hapo kesho. Najua mwisho wa somo hili ni mwanzo wa somo lingine. Nikukaribishe kesho tena, tukutane tena majira ya saa 12 hapo kesho. Tunapoondoka live, bali hatuondoki live kabisa, tutakuwa live katika ulimwengu wa kiroho, na sisi tutaendelea katika maombi na tutazidi kusema na Mungu juu ya kubadilishwa mawazo. Ikiwa una lengo, unahitaji la kimaombi, tuma kupitia namba hizi ninazozitaja: 0760 35 83 87, au pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia 07 48
25 90 92. Tumia hizo namba zako kutuma hitaji la kimaombi, mahali ambapo umekwama kimawazo, umekwama kifikra, umekutana na fikra. Nikuage na nikutakia wakati mwema. Tutazidi kuwa pamoja katika maombi, na pia tuzidi kuwasiliana kupitia grupu la WhatsApp la Hekima Ministry. Linki ipo katika description ya channel hii. Kliki link ya WhatsApp na utapata kujiunga na grupu la Hekima Ministry la WhatsApp. Nikutakia wakati mwema, na tutaingia kwa ajili ya sehemu ya pili ya maombi. Tunaingia katika sehemu ya pili ya maombi, naye Mungu akusaidie sana. Amen.